Tunachotaka kusema kama ilivyo kawaida yetu, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA chini ya uongozi mkubwa wa kiongozi wetu Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Al-Zuberi ambaye hatunaye hapa sasa hivi Tanzania, yuko nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya hija. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, baraza huwa kama kiongozi wenu, wale mama zangu, kijana wenu, huwa tuna kila inapofika kipindi cha sikukuu tunapeana mkono hivi, sivyo? Idi al-Fitr huwa tunapeana chochote katika kinachopatikanika, kama ni sadaka, mchele, mafuta, maharage na viliwa, lakini pia vile vile na pesa taslimu. Nadhani tulifanya kipindi cha sikukuu. Idi al-Adha huwa tunagawa sadaka. Sadaka zenyewe ni kitoweo, kwa sababu ni idi ya kuchinja, huwa tunagawa kitoweo. Kwa hivyo safari hii kupitia Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA katika jumuiya yake inayowahusu wanawake inaitwa JUWAKITA, Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Tanzania. Kwa hivyo jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania JUWAKITA imekuja na yenyewe na sadaka zao kwenu, ambaye tuliokuwa nayo mbele yetu hapa, dada yetu ndio mwenyekiti wa jumuiya ya Kiislamu ya wanawake wa Kiislamu Tanzania mkoa wa Dodoma, anaitwa Bi Habiba Sekinyuku. Bi Habiba Sekinyuku. Na tuliokuwa naye hapa wakili yake anaitwa Bi Fatma Yusuf, ambaye ni miongoni mwa viongozi wake waandamizi katika idara ya maendeleo ya jamii. Kwa na nyinyi pia mama zangu mpo katika maendeleo ya jamii. Kwa hiyo wao wamekuja na sadaka leo ya kanga. Mtapatiwa mavazi, ambapo wengine watapata kanga, wengine watapata madera. Nakamika kwa utakachokipata kwa hiyo JUWAKITA kupitia maendeleo ya jamii watawapatia mavazi hayo, kanga na madera, kwa ajili at least na sisi kusherehekea Idi vizuri kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi sintokuwa na mengi zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kwamba mmekuwa sana ni watu wa kutukimbilia na kututembelea. Na sisi mnapotukimbilia na kututembelea, inafika mahala na tusukuma na sisi kuhakikisha tunafanyaje mambo ya kheri na tunawajibikaje ili kutekeleza dhima ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ya kuwasimamia nyinyi kama wadau wetu na kama sekta ya maendeleo ya jamii ambayo ipo katika kitengo cha JUWAKITA mkoa wa Dodoma. Lakini kabla siwakabidhi wenyewe kuzungumza mwenyekiti wetu hapa na mwenyekiti wa maendeleo ya ustawi wa jamii, mimi nishukuru kwanza kulishukuru taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kumshukuru Mheshimiwa Rais ambaye ni mama mwenzenu. Mheshimiwa Rais ambaye ni mama mwenzetu. Unajua nyinyi kina mama mna huruma sana. Nyinyi mmetuzaa, lakini nyinyi mmetulea mpaka tulipofika. Maendeleo yoyote anayapata mwanaume, nyuma yake kuna msaada mkubwa wa mwanamke. Kwa hiyo tuna haki ya kuwashukuru sana lakini na kuwapongeza sana, lakini tuna haki ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna anavyojitoa katika kulipambania taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na haya yote leo yanayofanyika ni kwa ajili yake na kwa ajili ya serikali yenye maendeleo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingelikuwa taifa letu lipo kama mataifa mengine hivi sasa ambapo imeparaganyika kutokana na kutoweka amani na utulivu, imefanyika vizuri, sijui kama tungeweza kukaa hivi hata tukapeana hichi tunachopeana. Lakini yote hii lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais, tumpongeze serikali yetu, tumpongeze mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayofanya ya kuhakikisha anasimama kuhakikisha taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea kudumu na amani na utulivu. Lakini tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi.
Naamini sote tumejiandikisha basi inshallah tujitokezeni zaidi katika kwenda kupiga kura ili tuwatafute na tuwapate viongozi wenye kutufaa. Umeeleka vizuri? Ndio. Viongozi wenye kuhimiza na kulinda amani ya taifa letu kama mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo ni shukuru, kwa mfano juzi hapa tumeona pale Gaza watu wanapokea misaada kwa sababu nchi inaishi kwenye vita. Haijulikani mchana wala usiku. Wagonjwa wa hospitali yanaripuliwa, umefahamika vizuri, mashule yanaripuliwa, tumelana vizuri. Lakini hata wale wanaopewa misaada na mataifa mengine pia nao wanaripuliwa. Sasa leo tunapeana sisi misaada hizo, swala atatupa katika hali ya salama na amani. Kwa nini tusiombe nchi? Kwa nini tusiombe Mheshimiwa Rais wetu? Inshallah Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema. Na serikali yake na viongozi wote waandamizi. Lakini pia hawa waliojitolea, maana sadaka hizi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape afya njema. Maana kuna watu ambao hawajua kitu, wamefight wakaonana nao kuhakikisha na wao wanawaletea misaada hiyo, ambao wao watawataja nani na wao tuwaombe dua. Tutampata hapa mama mmoja ambaye anaweza kaliongoza swala la kuombea dua, kumwombea dua rais, lakini kuombea dua Juakita, lakini kuombea dua huyu aliyejitolea anaitwa Bilulu. Nani? Nani? Bilulu kajitolea na Bwana Hamadi. Unafahamika vizuri? Hao ndio wamejitolea kupitia Juakita mkoa wa Dodoma na Bakwata ili kuwafikishieni nyinyi. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana maneno, anasema kwamba man asda ilaykum ma'rufan fakafiruhu, mtu atakufanyeni jambo jema mlipeni, fa illa mtajidu ma tukafiruna fad'u lahu, mkitopata cha kumlipa basi muombeeni nini? Muombeeni Mungu. Kwa hiyo tuna haki ya kumwombea Bilulu kwa sababu ni mfanyabiashara mkubwa pale Kariakoo. Mwenyezi Mungu inshallah ambarikie katika biashara yake. Na Hamadi pia naye Mwenyezi Mungu ambarikie katika nini? Kwa hiki walichokitoa. Kwa hiyo kwa fursa hii nimuombe mwenyekiti wangu wa Juakita na mama mwenzenu katika nyinyi ambaye nyinyi wote mko chini yake, kama ana neno na lolote la kusema basi atazungumza, kisha tutaelekea pale kwenye swala. Naomba sasa vyombo vya habari tuelekee. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Eid Mubarak. Awali ya yote tunabidi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia afya na uzima tuweze kukutana mahali hapa. Ndani siku mbali na viongozi wangu sote kwa pamoja tumeona tukiwa ni mapenzi yenu na sisi ni viongozi wenu. Kwa hiyo Juakita ni ya kwetu sote. Juakita haimbagui mtu kutoka katika taasisi, kutoka katika kikundi, kutoka katika chama chochote kile cha kina mama wa Kiislamu. Kwa hiyo yote yule ambaye yuko katika chama chochote kile cha Kiislamu cha wanawake, basi ajue kabisa na yeye nani mwana Juakita. Kwa hiyo tunaposikia Juakita, Juakita ni mimi, Juakita pia ni wewe. Na sisi Juakita hatuna mapesa mengi. Tumekuwa tukifanya programu hizi za kuwasaidia ama kuwashika mkono mama zetu katika matukio mbalimbali. Pesa hizi zinapatikana kupitia kwa wadau mbalimbali. Kwa hivyo tunapozipokea basi pia tuwaombee dua ili wale ambao wanajitolea ama wale ambao wanatoa basi waendelee kupata zaidi ya hiki ambacho wanakitoa ili tuendelee na sisi kunufaika kupitia kwao. Kwa hivyo tunamshukuru kwa niaba ya Juakita, tunamshukuru sana dada yetu mfanyabiashara Bilulu, lakini pia na ndugu yetu kaka Hamadi kwa kutoa hizi sadaka, na hii nimeshuhudia leo tunazitoa kwenu nyinyi, na tuendelee pia kusherehekea sikukuu hii kwa salama na kwa amani. Amani hii tuliyokuwepo nayo tuendelee kufanya nini? Tukailinde. Kwa kuwa sisi ndio kina mama, sisi tuna vijana, sisi tuna watoto wa kike, sisi ndio tunaoilea jamii. Kwa hivyo jamii ile ambayo sisi tunailea, basi sisi tukae mabalozi wazuri wa kuwaambia ama kuwaasa vijana wetu wajitahidi kuilinda nini? Kuilinda amani.
wasidanganyike wala wasichochewe kuingia katika makundi hatarishi ya kuvunja nini amani tuliyokuwepo nayo. Amani hii ikivunjika, tutakuathirika ni sisi kina mama na watoto na wazee, na kuirejesha tena amani inakuwa ni nini? Inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo neema hii ambayo tuliokuwepo nayo leo, tunakaa hapa kwa salama na kwa amani, tunashereheka kwa salama na amani, tusifanye nini? Tusiharibu. Kwa hiyo tukae mabalozi wazuri kwa vijana wetu, lakini pia tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kupata viongozi watakaokuwa waadilifu, viongozi watakaokuwa wana hofu na nini na Mwenyezi Mungu, ili watuvushe hapa tulipo, watupeleke mbele zaidi, tukawe ni wenye kupata nini maendeleo makubwa zaidi, lakini pia tukawe ni wenye amani zaidi. Kwa haya machache nawatakieni tena Idi njema nyinyi pamoja na familia zenu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Zabibu Ali Mtoro, katibu wa JUAKITA wilaya Dodoma mjini. Mimi ni sehemu ya wanawake wa Kiislamu wanaoishi katika Dodoma mjini hapa. Leo ni siku ya Idi. Siku ya Idi na hasa kwa wazee wadogo Dahija, nadhani wamehiji salama na wamemaliza salama. Na sisi tulikuwa tunasema tuombe dua, nadhani wametuombea dua, na sisi tunaomba dua warudi salama. Tuko hapa na kina mama wajane wanaishi katika mazingira magumu. Nimetoka kuongea nao sasa ni kwamba wasijisikie kwamba ni watu ambao ni wadini sana hapana. Duniani hakuna maskini. Haya ya kutoka wanadamu wote ni Mwenyezi Mungu akakupangia wewe hali ya namna hiyo. Kwa yote yanayofanyika hapa, msikiti wa Gaddafi unawajali sana wajane na wanaishi katika mazingira magumu. Nadhani na leo hii wameitwa hapa kama kawaida kuja kusikia shehe anasema nini. Na tuwapa kwa ajili ya matumaini. Anataka wewe na matumaini kila siku na mchana. Ila nimewaacha kitu kimoja kwa sababu tabia imeingia sasa hivi kwamba wanawake wanafanya kama ile daraja. Kila anataka jambo baya lazima apite kwa wanawake. Anafanya jambo la mnaka lazima apite kwa wanawake. Ndio nimewakani sana msikubali. Nchi yetu ni ya amani, wataje tuishi kwa amani. Yote yanafanyika katika msingi ya amani. Bila amani hasikaweza kufanyika. Leo wenyewe waandishi habari mko hapa. Lazima tukikopo kwa lakini wakati tunakimbizana. Huyu anamtoa mgongoni, kamshinda kwa mka chini. Huyu ana namna gani? Kwa hiyo tunataka nchi yetu yani iwe ya amani na utulivu. Na nimewaomba sana wasisikie maneno ya watu wanakuwa wanasema kwamba nchi yetu haina amani. Haki ya mwanadamu ni haki yake mwenyewe, anatambua haki yake. Na hakuna mtu ambaye hana haki Tanzania hii. Watu tunatembea tunavyotaka mpaka saa nne usiku tuko barabarani. Hiyo ni haki pia vile. Kuna nchi nyingine hawatembea ikifika saa 12 wako ndani wanafunga milango. Na wengine mpaka saa hizi asubuhi na watoto hawajui watoto watakula nini kwa sababu nini? Ni nchi ambazo hazina amani. Lakini Tanzania ina amani, kila mtu ana haki yake katika nchi hii. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema isipokuwa na wasiki na wanawake wenzangu wasikubali kudanganywa. Nchi yetu ina amani na ina utulivu. Na tunachoomba tuendelee na utulivu wetu na amani yetu. Sisi ni Waislamu tunazingatia misingi ya amani. Huko kwa madhehebu mbalimbali, kuna wengine Wakristo wako. Nchi ikiwa haina amani, watu wasingechanganyika kimadhehebu. Kama nchi haina amani, watu wasingechanganyika kimadhehebu. Huyu angekuwa na dhehebu lake, huyu angekuwa na dhehebu lake. Kila mtu anajua atakapokuwa amekwenda. Lakini sisi wa Tanzania tunajaliana, tunaheshimiana, tunapendana, tunaonyeshana upendo. Ndio maana huko ndani kwa Kristo na Waislamu wako huko ndani. Ndipo sio ndugu zangu. Kwa nasema hapo sasa kusema hao sina mengi ya kusema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma taqabbal minna anta samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban qabr wa adhab yawmil qiyamah. Mwenyezi Mungu tumenyanyua mikono yetu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Mwenyezi Mungu linda rais wetu aweze awe kiongozi mwema. Mwenyezi Mungu hao waliotoa sadaka zao basi Mwenyezi Mungu afungie riziki zao na waongezee pale walipotoa. Ya Rabbi tunakuomba wewe, ya Rabbi tunakuomba wewe, ya Latifu, ya Rahmani, ya Rahimu, ya Rahimu, ya Latifu, ya Latifu. Mwenyezi Mungu hatuna sisi, kimbilio letu ni kwako wewe, hakuna sehemu nyingine zaidi ya wewe. Basi Mwenyezi Mungu tunakuomba walinde hawa watu na mahasidi. Mwenyezi Mungu linda Tanzania yetu isiyo na mambo mabaya, iwe ni nchi yenye amani. Mwenyezi Mungu hakuna kitu ambacho kinachoshindikana kwako wewe. Mwenyezi Mungu wenye uzito wako ni wepesi. Mwenyezi Mungu wenye wepesi unazidi wepesi wako. Sallallahu alaihi wa sallam.